laqad radiyallahu 'anil mu'minin, kwa hakika Allah aliwaridhia waumini wale, idh yubayi'unaka, wakati wakifanya bai'a na wewe ya kuwa wapigane hata kwa mikono mitupu, tahta shajara, chini ya ule mti. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah akawa amejua yaliyomo ndani ya nafsi zao, kwenye mioyo yao ya utiifu. Faanzala sakinata alaihim, akawashushia utulivu juu yao. Wa athabahum fathan qariba, na akawapa ufunguzi wa Maka ambao haukuwa mbali baada ya tukio la Hudaybiyah. Aya imeeleweka? Nataka niwaulize maswali sasa kama aya imeeleweka. Allah anasema amewaridhia wale waumini waliokuwa pale wale. Unajua maana ya kuwa wameridhiwa? Allah amewaridhia, yuko radhi nao. Hivi Allah akiwa radhi na mtu, ameshamridhia, huyu mtu akifa ni wa wapi huyo? Wa peponi Sawa. Nikuulize swali jingine. Unadhani kwenye mkataba uliofanyika pale kwenye swala la ile bai'a ile, Abu Bakar atakuwa hayumo? Uliwahi kusikia wewe Abu Bakar, mtume amesafiri kwenda pale, Abu Bakar hayuko? Kwa hiyo Abu Bakar yumo Wakitajwa waumini wale, manake Abu Bakar yumo. Umar naye nakwambieni alikuwa yupo. Uthman ndiye aliyetumwa kule, sawa sawa. Ali bin Abi Talib ndiye aliyekuja kuandika mkataba pindi ulipokuwa kunatakiwa kufanywa suluhu. Kwa hiyo wote wanne hawa walikuwa wapo, sawa sawa. Allah ametangaza radhi ya waumini wale. Sitaki kuwataja wote 1400, nataka nikwambie hawa wanne wote walikuwa wapo. Kwa nini nimekusudia wanne? Ndio katika hao wanne wako wanaotukanwa, wako wanaolaaniwa. Analaaniwa Abu Bakar, analaaniwa Umar, analaaniwa Uthman, na wote hawa Allah amewatangazia radhi. Tuko pamoja? Allah akishatangaza radhi, mtu akaja akatangaza laana kwa mtu huyo mtu ni vipi? Amepingana na aya, anakuwa ni nani? Hata akija na kilemba kiko vipi, huyo si mwenzio. Imekaa sawa? Kwa hiyo usije ukatishwa na kilemba na maneno mengi, tarehe nyingi zinasoma huku, habari hii, sijui kina nani wale walifanya nini, sijui kina Abasi kina nani. Aya. Nimependa mimi nisiende kwenye tarehe, niende kwenye aya. Sawa? Nikusomeeni aya ya pili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Tauba aya 100, wasabiquna alawwalun, na wale waliokimbilia wa mwanzo kuingia katika Uislamu, wale minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina watu waliohama kwenda Madina, na ansar manake watu wa Maka wako walioingia kwenye Uislamu mwanzo, na wako watu wa Madina walioingia kwenye Uislamu mwanzo kabisa. Walikuja pale kwenye hija, mtume alipowatangazia tu wakakubali, akawaambia nendeni mkafikishe ujumbe kwenu. Wakaenda kuwafundisha wenzao kile walichokuwa nacho. Ikawa nyumba za Madina zimeingia Uislamu mwanzo kabisa, sawa sawa. Sasa Allah anawatangaza watu hawa wasabiquna alawwalun, na wale wa mwanzo kabisa waliokimbilia Uislamu, wale minal muhajirina wal ansar, katika watu wa Maka na wale ansari waliowapokea watu wa Madina, watu wa Madina waliowapokea watu wa Maka. Walladhina tabauhum biihsan, na wale waliofuatia wao baada ya hawa wa mwanzo, hawa kundi liliokuja baadaye likaja nalo kwa wema. Radhiyallahu anhum, Allah aliwaridhia. Waradu anhu, nao wakamridhia Allah. Sikiliza maneno yanayofuata. Wa a'adda lahum jannatin,
na akawaandalia Allah watu hawa pepo. Allah akisema amewaandalia pepo, manake washaingia hawajaingia? Shaingia. Wa a'adda lahum jannatin, na akawaandalia pepo. Niwaeleze kisa kidogo hapa, halafu tuulizane maswali. Mtume sallallahu alaihi wa sallam siku moja alisema hivi. Kwanza nifafanue kitu. Sabiquna alawwaluna, walioingia wa mwanzo katika Uislamu. Halafu kuna kundi la pili, walladhina tabauhum biihsan, na wale waliowafuatia wao kwa wema, wema ule ule wa Uislamu. Wapi sabiquna, wapi hawa tabauhum? Kwa mujibu wa tafsiri za wanazuoni wote, wanatuambia kila aliyeingia Uislamu kabla ya sulhu hii ya Hudaybiyah tuliyozungumza mwanzo hii, yani waliowahi Uislamu kabla ya tukio hili la mkataba wa Hudaybiyah hili, wote wanaitwa sabiqun. Wale ni wa mwanzo. Baada ya mkataba huu kuna wengine watu waliingia kwenye Uislamu, wanaitwa waliowafuatia wao. Sawa sawa? Kwa hiyo kuna watu wa mwanzo kabla ya mkataba huu wana daraja kubwa sana. Halafu kuna watu waliowafuatia hawa baada ya hii sulhu, ni daraja ya pili katika maswahaba. Tuko vizuri? Sasa sikiliza watu wa daraja la kwanza na daraja la pili. Mtume aliwahi kusema hadithi hii, la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba wangu, msiwaseme vibaya maswahaba wangu. Tena akarudia, la tasubbu ashabi, msiwaseme vibaya maswahaba wangu, msiwatukane maswahaba wangu. La tasubbu ashabi, msiseme vibaya maswahaba wangu nyinyi. Swali liko hivi, Mtume anaongea na maswahaba hapo, halafu anawaambia msitukane maswahaba wangu. Pana nini hapa? Nyi maswahaba, lakini msitukane maswahaba wangu. Allah. Kwa hiyo kuna wake na wengine sio wake. Sio maana yake hiyo. Maana yake hivi, wewe unanitukania huyu, wewe una daraja yako na huyu ana daraja yake. Sawa sawa? Unadiriki wewe kumfanyia huyu hiki. Umeelewa eh? Haya, palitokea nini? Sikiliza kilichotokea. Kuna sahaba mmoja katika walioingia kwenye Uislamu kwa kuchelewa, lakini ni sahaba anajulikana sifa zake, ni mfanyakazi mzuri kweli, na Mtume alikuwa anampenda kweli, lakini ni katika wale waliokuja, sio wale wa mwanzo. Huyu anaitwa Khalid bin al-Walid. Khalid bin al-Walid alikuwa ni kijana shupavu, na vita alivyoshiriki vyote vingi aliwekwa ni jemedari, ni kiongozi, na kila vita aliongoza alikuwa anashinda. Alichelewa kuingia Uislamu mpaka vita ya Uhud, bado yeye ni kafiri, na akawasambaratisha Waislamu kweli kule kwenye Uhud. Siku moja Mtume akamsemesha, hivi wewe bwana mdogo, wewe na akili yako nyingi hii, kweli hujaelewa hiki ninachokisema mimi? Hii akili ulionayo hunielewi kweli mimi ninayozungumza? Khalid alipigwa na bumbuazi mpaka akaona kwamba ukweli mimi namuelewa. Basi na akaingia Uislamu, na siku alioingia Uislamu akawa na majuto makubwa sana, mpaka akasema, na upanga wangu huu una madini nyingi sana huko, niuuze utumikie. Mtume akamwambia, shika upanga wako huu uendelee kufanya kazi sasa kwenye Uislamu. Kijana huyu Khalid bin al-Walid huyu alikuwa na silika ya jeshi, mwanajeshi. Si unajua wanajeshi wao walivyo, hata mazungumzo yao si tunaona wanajeshi wa mitaani, wakati mwingine gari zao wanaweza wakazipitisha kokote tu, si ndio hivyo? Ndio silika zao wako hivyo. Sasa Khalid bin al-Walid taratibu zake za maisha alikuwa amekaa kijeshi. Alikosana na sahaba wa mwanzo kabisa katika Uislamu, anaitwa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni wa mwanzo, ni katika wale sabiquna al-awwalun. Aliposilimu Abu Bakar tu kumwambia Uthmani, tuna amara na Abdurrahman bin Auf, wa mwanzo hawa. Wamekosana kidogo kwenye mambo fulani ya kimaisha, wakapatilizana maneno.
Sasa huyu bwana Khalid bin al-Walid si mjeshi mjeda akaongea kijeshi, akamwambia bwana, msituzungue bwana, kwa kuwa nyinyi ndio mmetangulia kwenye Uislamu, mmezungumzwa hivi na hivi, ndio imekuwa mna kila kitu, nyinyi tu mnanizingua. Hakuna kuzinguana hapa, lugha ninayotumia kama ya sasa, lakini yani kwa lugha hii uelewe vizuri, sawa? Yule azungumza kijeshi, tunajua nyinyi mmetangulia katika Uislamu, tunajua, lakini sinibabaishe. Abdurrahman bin Auf kimya, mpole, tajiri, mfanya biashara, hana silika za kijeshi. Sawa sawa. Maswahaba waliosikia pale hawakufurahishwa na ile hali, wakaenda kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Bwana, kumetokea maneno kati ya Khalid na Abdurrahman bin Auf. Khalid amekuwa na uslubu ya ukali kidogo. Mtume alikuja moja kwa moja kwa Khalid, akamwambia la tasubbu ashabi, msiwaseme vibaya maswahaba wangu nyinyi. Unaionaje hapo? Umeiona daraja ya sabiquna alawwalun? Umeiona la tasubbu ashabi, msiwaseme vibaya maswahaba wangu. Maneno hayo anaambiwa sahaba. Je, kama ingekuwa tunaambiwa sisi tungeambiwa kwa lugha gani? Umeelewa? Akaendelea Mtume akasema hivi, falau anna ahadakum, lau kama mmoja wenu nyinyi, manake nyinyi ambao mnawasema hawa sabiquna alawwalun, kama mmoja wenu anfaqa, angetoa sadaka, mithla Uhud, mfano wa mlima Uhud, sadaka yenyewe dhahaba, sadaka ya dhahabu, nyinyi mngetoa mlima mzima sadaka ya dhahabu, ma balagha mudda ahadihim, isingefikia thamani ya kibaba cha mmoja wa maswahaba wangu hawa. Kibaba kama kilo moja hivi, mlima mzima usingefikia kilo moja. Wala nasifahu, wala hata ya nusu yake, nusu kilo yake. Ile muda kama kilo, nasifu nusu. Mlima mzima ya Rasulullah ungeshindwa na kilo, ndiyo kwa hawa watu wangu, hawa maswahaba wangu. Nimekuletea hii ili uone sahaba na sahaba, bado Mtume amezungumza sifa yake kwa kutangulia kwake katika Uislamu. Mimi leo, mimi na wewe leo tutainua mdomo kwa sahaba? Imamu Ahmad bin Hanbali anasema hivi, anasema Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi, idha raaita ahadan, kama utamuona mtu, yadhkuru ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bisu'in, anamtaja au kumzungumza sahaba wa Mtume kwa ubaya, ukimuona mtu anafanya hivyo, fatahimhu ala alislam, mtuhumu kwenye Uislamu wake. Imamu Ahmad, jamani, si mnamjua? Mkimuona mtu anamsema vibaya sahaba leo hii tulipo, mtuhumu kwanza kwenye Uislamu. Hivi Muislamu kweli huyo anaweza kumzungumza sahaba hivi? Sasa anatokea mtu leo anamsema sahaba Abu Bakar, wa mwanzo kabisa kuslimu, wa mwanzo kabisa, ndiye alewaleta kina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, mtu amegombezwa namna hii kwa ajili yake. Angekuwa amemsema Abu Bakar hapo ingekuwaje? Leo hii huyo Abu Bakar ndiye anayesemwa hivyo vibaya. Mmenielewa? Sawa sawa. Sasa turudi kwenye aya uisikilize. Allah anasema wasabiquna alawwalun, wale waliokimbilia mwanzo kwenye Uislamu, minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina na ansari walioingia mwanzo, walladhina tabauhum biihsani, na hawa waliowafuatia wao kwa wema, kina Khalid na wenzake. Sawa sawa, tuko vizuri? Radiyallahu anhum, Allah amewaridhia.
wamesharidhiwa na Allah. Waradhu anhu, nao wamemridhia Allah. Wa a'adda lahum jannatin, na amewaandalia pepo, imekwisha tangazwa kabla hawajafa. Abu Bakari yumo katika hawa, hayumo? Umar, Uthman, Ali sina shida ya kumtaja, manake huyo kwao ni kipenzi, wanabagua watu sawa sawa, na Ali wamo, si ndio hivyo? Radhiyallahu anhum jamia. Mmeelewa aya? Sasa ukimkuta mtu leo anamuingiza motoni huyo ambaye Allah ameshamuingiza peponi, wewe unasemaje? Huyo nani huyo? Kinyume, anakwenda kinyume na aya. Allah anasema mmeshawaingiza peponi hao, yeye anasema finnar, motoni. Akitajwa la'natullahi alayhi, ala. Wewe vipi? Mshikaji umetoka wapi wewe? Mtu wapi wewe? Mbona ueleweki? Sawa? Kizungumza nikiona hizo sana ndio napoka mshikaji. Vijana wanajua hiyo ndio wanaelewa. Tena aya 5 sura Tauba 20:22. Sema walladhina amanu, na wale walioamini wahajaru, sifa ya pili, wakahama. Hao maswahaba wetu wamo kina Abubakar wamo. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, na wakapigana na jihadi katika njia ya Allah kwa mali zao na nafsi zao. Hao wote watatu wanne hao wamo hawamo? Wamo. Sikiliza maneno, sifa zote tatu hizi Allah anasema a'dhamu darajatan inda Allah, wana daraja kubwa sana mbele ya Allah. Ya Allah, daraja yao ni kubwa sana mbele ya Allah, a'dham. Wa ulaika humul faizun, na hao ndio waliofaulu. Anayesema ni Allah. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu, Allah anawatangazia habari njema kwamba yeye amekwisha warehemu. Waridhwana, anawatangazia radhi zake Allah. Wa jannatin, anawatangazia na pepo, ashawaingiza peponi kabla hawajafa. Aya zinasoma, ndivyo sivyo? Lahum fiha na'imun muqim, watapata humo neema za kudumu. Khalidina fiha abada, watakaa milele humo. Inna Allaha indahu ajrun adhim, Allah mbele yake kuna malipo makubwa. Anayesema ukubwa wa malipo ni Allah. Unajua Allah akisema kitu kikubwa, fikiria aliyesema ni nani? Sharti umfikirie mtu aliyesema kitu. Mungu anasema malipo makubwa. Hebu lete taswira kidogo. Unajua kama mtoto hivi akisema hivi na hela nyingi, kumbe ana sarafu zake amezijaza kwenye kikopo. Unaona nilivyo na mahela, akamwaga hela nyingi. Huyo ni mtoto Na mtu mzima maskini ukimpa pengine 100,000 akaichange bukubuku, naye pia maskini kwa umaskini wake anaweza akasema leo nazo hela. Akiona ile bukubuku zile anaweza akasema nyingi naye kwa kupitia ule umaskini. Lakini Bill Gates akisema hela nyingi, nitasaidia kwenye mradi wenu kwa pesa nyingi, unaonaje? Aseme nitasaidia kwenye mradi huu kwa pesa nyingi, wewe unafikiria hiyo nyingi itakuwa kiasi gani? Itakuwa kama ile ya mtoto kule? Kwa hiyo Mungu ndiye anayesema inna Allaha indahu ajrun adhim, Allah ana malipo makubwa sana, amewaandalia watu atawapa. We mtu huyo akitajwa unasema finnar, motoni. We nani? Kwanza umeulizwa? Hata hujaulizwa kama. Hakuna mtu mwenye shida yako wewe kutueleza kitu. Maswahaba wamefanya vitu vimetufikia. Ndio maana nimeamua niwasomee aya, niache tarehe kwanza. Watu wanapinga aya. Umeelewa? Iangalie aya nyingine inofanana na hiyo kwa Surat Al-Anfal 74. Allah anasema walladhina amanu, wale walioamini.
kina Abubakar wamo hawamo? Hao wanaosema vibaya. Wahajaru, na wakahama, ndio si wao. Wajahadu fi sabilillah, na wakapigana jihadi katika njia ya Allah, wamo hawamo? Walladhina awaw wa nasaru, na wale waliowapokea watu wa Madina na wakawanusuru, wameingia kwenye kundi hawajaingia? Ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini kisawasawa. Mungu anasema hivi. Sasa Allah amewataja watu akasema hao ndio waumini kikweli kweli. Bado muumini huyo unakuja kumtukana? Sijui tuko pamoja? Tuko pamoja? Allah anasema hao tuliotaja sifa hizi ndio waumini kisawasawa. Leo anakuja mtu leo hata humjui chochote, anakuja tu, Abubakari, unajua katika kipindi kile mtume amekufa, anaoshwa na Ali, yeye anagombea, anatengeneza utawala. Ulitaka afanye nini? Mtume hajaoshwa, anaoshwa. Sasa kwani anayesimamia uoshaji wa maiti ni nani? Wanaosimamia uoshaji wa maiti kwa sheria ni nani? Ni ndugu wa maiti. Kuna ndugu wa maiti kumshinda Ali? Sasa aje Abubakari mkwewe ndio ashindana na Ali? Vipi? Vipi wa watu? Lakini wanakuleteeni vitu vya namna hiyo mpaka mtu unachanganyikiwa, unaona kweli bwana, itakuwaje mtume hajazikwa, watu wanaweka masuala ya uongozi, anaoshwa, anakuvuruga tu. Ndio maana nikakuletea aya. Allah akishasema huyu mtu peponi, wewe unataka kuniambia lakini hakushiriki kuosha, inakuhusu wewe? Ulitumwa ukamkague kuosha au kutumwa? Ala, mwenyewe Allah ana vipimo vyake. Anasema aliamini mwanzo, akahama, akapigana jihadi fi sabilillah, yuko daraja ya juu, na muingiza peponi. Wewe unasema lakini hakushiriki kumwosha mtume, la kwako. Kwa hiyo namuingiza motoni mimi kwa sababu hakushiriki kumwosha mtume. Vipi? Mnanielewa? Lakini tuko pamoja? Sikiliza nyingine sasa. Hapa kwanza inaendelea, inasema hivi, baada ya kusema ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini kikweli kweli kisawa sawa. Anasema hivyo ni Allah. Lahum maghfiratun, Mungu anatangaza, anasema ni wakwao msamaha wangu, nimewasamehe. Kama kuna kitu chochote wamekosea, nimeshawasamehe. Anayesamehewa akifa anakwenda wapi? Kumetangazwa pepo waziwazi kule kwenye aya nyingine, huku anaambiwa wamesamehewa. Bado mtu anataka kuingiza makosani. Wametangaziwa msamaha hawa kabla hawajafa. Halafu ikatajwa na hapo pia warizqun karim. Sio msamaha tu, tutawapa na riziki iliyo na sifa ya ukarimu. Riziki iliyo na sifa ya ukarimu ikitajwa kwenye Qur'ani ni peponi. Duniani hakuna riziki iliyo na sifa ya ukarimu. Duniani utoe jasho ndio ule. Peponi ndio riziki karimu. Utoi jasho, utakula tu. Midamu umeingia kule bure. Tena bure kweli, mpaka vitu vinakufuata wenyewe. Kutufu hadania, matunda yake kuyachuma yanajisogeza yenyewe. Wataka nini? Si ndio karimu hiyo? Wewe ukiona mti uko vile uko juu yamependeza, ukisogea tu, utafuti fimbo, utafuti litajisogeza hilo, unachukua. Ndio rizqun karimu hiyo. Huku si lazima ukatafute kitu cha kuangushia, ndivyo sivyo? Sasa Allah amewatangazia mpaka rizqun karimu. Wewe unamtoa peponi, hii chuki inaonekana. Hii inaonekana chuki ya wazi wazi. Humpendi wala hatujui alichokufanya. Unamchukia kwa lipi? Kwa kutangaziwa na Mungu. Fanya kazi na wewe utangaziwe. Kwanza utangaziwe hapo, fanya kazi, Mungu akusamehe. Tuko pamoja? Imeeleweka? Tuhame nyingine. Sikiliza nyingine sasa. Suratul Hashr aya 10. Allah anasema hivi kuhusu sisi sasa. Walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao watakuja baada ya hao wema waliotangulia hao, yaquluna, wawe wanasema,
imekuja kwenye sigha ya kwamba wanasema, lakini manake tunaamrishwa tuseme. Watakaokuja baadaye wawe wanasema, semeni. Tuseme hivi, rabbana ighfir lana, Bwana wetu tusamehe, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wasamehe ndugu zetu waliotangulia katika imani. Wala taj'al fi qulubina ghillan, wala usitujalie katika mioyo yetu mifundo kuwachukia, lilladhina amanu, kuwachukia walioamini kabla yetu. Rabbana innaka raufur rahim, Bwana wetu wewe ni mpole na mwenye huruma. Allah ametutaka tuliokuja baadaye, kwa sababu ya uzuri walioufanya hawa, tuwaombee dua. Sisi itokee leo hatuombi dua alafu tunawalaani, maana yake tunakwenda kinyume na aya hii. Na hiyo ndio dalili Imam Ahmad akasema, ukimuona anawasema vibaya mtu humu kwenye Uislamu, anapingana na aya huko. Imeeleweka? Imam Ahmad kusema ukimuona anamsema vibaya sahaba, fatahimhu ala alislam, mtu humu kwenye Uislamu wake huko. Anamsema vibaya mtu ambaye Allah anakuambia muombe dua. Imeeleweka? Imekaa vizuri? Leo watu wanatukanwa hawa maswahaba. Mtu anadiriki kutengeneza keki, anasema Umar finnar, anakata keki, anasema keki yenyewe imeandikwa finnar. Kabisa. Ndio maana nimeeleza hizi aya zinatosha, usiadiliane naye chochote kuhusu tarehe. Unaniambia nizungumze tarehe ya mtu makosa wakati Allah ameshamsamehe? Kama amekosa huko ameshamsamehe, mimi lakini unajua huyo hili anatengeneza kesi. Funja mlango wa Fatima, mimba ikamsamehe sana. Wewe una nini sasa? Iwe kweli Allah amemsamehe, funga mdomo wako. Nimeeleweka? Hizo tarehe zao chukua, piga chini, hazina maana yote. Allah ameshasamehe, amemtangazia pepo mtu ambaye wewe hukuwepo. Imekaa vizuri au bado? Nitakusikilizisheni hapa shahada yao wanaoshahadia. Subiri kidogo kwanza. Katika hiyo shahada wakishahadia, baada ya kumtaja Abu Bakar yuko motoni, Umar yuko motoni, Uthmani yuko motoni, wanamtaja na mama Aisha na mama Hafsa nao pia motoni. Sasa nataka nikusomee aya. Nilikwambia kama muda utakuwa upo kidogo nitaziongeza na hizo aya mbili, sawa? Aya iliyoko katika suratul Nur ni aya 26. Na aya hii ilikuwa na kisa kilinipata siku moja. Yuko mshia mmoja alinijia kichwa tukaibuka tusijui hata ilikuwaje. Ameandaliwa nini hata sielewi. Kanijia tu anajianzishia tu kwa lugha ya vijana. Kuja salamu alaykum, alaykum salaam, amenikuta na wazee tumekaa. Shekhe, nimekuja kukutembelea leo. Ndiyo bwana, karibu sana. Unajua Aisha huyu kuna hadithi inamuingiza motoni na kile mili anaijua. Ameanzaje? Ameibuka tu hivi. Kaambia hadithi inamuingiza motoni, hadithi ya mtume. Ndiyo. Hata Sheikh Kilemile nilimpelekea. Kaambia usimtaje Sheikh Kilemile hapo, tuzungumze hadithi tu. Hiyo hadithi ndio inamuingiza mama Aisha motoni. Ndiyo. Kama hadithi inamuingiza motoni na aya ikimuingiza peponi, wewe utachagua nini? Akapiga na bumbuwazi kidogo. Na niambie wewe, kama hadithi imemuingiza motoni, aya ikamuingiza peponi, wewe utachagua ipi? Itabidi tuchukue aya. Kaambia sasa soma suratul Nur aya ya 26. Al-khabithatu lil-khabithin. Nikamwambia tafsiri wewe. Akatumia ujanja. Na pana watu wazima pale wamekaa na anataka kuwazingua nao. Al-khabithatu lil-khabithin. Akasema vitu vyenye sifa ya kike vinakwenda kwa vitu vyenye sifa ya kiume. Kamwambia wal khabithuna lil khabithat,
Na vitu vyenye sifa ya kiume huwa vinakwenda sambamba na vitu vyenye sifa ya kike. Vitu vibaya manake vitu vibaya, sawa sawa. Alkhabithatu lilkhabithin, vitu vibaya vyenye sifa ya kike vinakwenda sambamba na vitu vibaya vyenye sifa ya kiume. Vitu vibaya, walkhabithuna lilkhabithat, na vitu vibaya vyenye sifa ya kiume vinakwenda na vitu vibaya vyenye sifa ya kike. Nikamwambia sasa hapo unatuvuruga kidogo. Kwa nini usiseme wanawake wabaya wanakwenda sambamba na wanaume wabaya? Sawa. Ikabidi afasiri sasa hivi. Aliposema vile nikamwambia Mtume Muhammad ni mbaya? Akasema mzuri. Kwa hiyo wanawake wabaya huwa wanakwenda na wanaume wabaya. Na wanaume wabaya wanakwenda na wanawake wabaya. Umesema Muhammad ni mzuri. Na imesema huko mbele wat-tayyibatu lit-tayyibin, na wanawake wazuri kwa wanaume wazuri. Mtume Muhammad ni mzuri na wanawake zake wae wazuri. Ibidi aseme, hakuna namna. Nikampeleka mpaka mwisho, ulaika mubarrauna mimma yaqulun, fasiri. Akasema hao wametengwa na yale wanaoyasema. Kaambia hao kina nani? Hataki kusema. Nikamwambia hapa pamezungumzwa dhamiri ya jamu, ulaika mubarrauna, si ndio? Pana tukio hapa la mama Aisha, alisingiziwa uzinifu. Sasa Mungu kwenye kutakasa hakuwatakasa wale wawili tu, kwamba yule mama Aisha na yule bwana hawahusiki. Allah akawatenga kwa ujumla, ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Wakatajwa wengi. Kaambia unajua kuna hikma gani ya kutajwa wengi hapa? Kaambia Abu Bakar ndio baba wa Aisha, na mama yake ni yule mama yake Aisha, naye ametajwa hapa kwa sababu familia yote hapa ingekuwa inasemwa vibaya. Familia yenyewe mbovu hiyo. Mungu akawatakasa wote. Hii ni familia nzuri. Allah amewatenga na hayo yanayosemwa huko mtaani. Sasa sikiliza kinachofuata mbele. Lahum maghfiratun, ni wakwao msamaha wa Allah. Yani kama wana makosa yao kutokana na kashfa waliopewa hii, Allah amewasamehe mpaka makosa yao. Sio kusamehewa tu. Mtu kwanza akishasamehewa anakwenda wapi? Peponi. Wa rizqun karim, watapata na riziki karim. Kaambia Aisha, hapo unampeleka wapi sasa hivi? Wazee wanaitikia peponi, yeye hataki kuitikia. Nikamwambia Aisha anakwenda wapi kwa aya hii? Amekwisha samehewa, peponi anaitikia. Sasa Aisha huyu alitangazwa, na sio peke yake, kwa sababu kuna al-khabithatu kwa ujumla, kuna na tayyibatu lit-tayyibin, wanawake wazuri kwa wanaume wazuri. Sasa anatajwa Aisha na Hafsa wote finnar, motoni, ndio wanavyosema wao. Hii aya inawatakasa, iwatakasa. Bwana wawekee ile shahada yao wakiingia kwenye Uislamu, au kumuingiza mtu kwenye Uislamu, shahada mpaka iwatie watu motoni ndio wafurahi. Sikiliza shahada hiyo. Shahada ya kwanza. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أنه سيد الأنبياء. بوانا من أبي ور. ساوا.
mbora wa viumbe wote ni sawa mtume. Nashuhudia Amiri al-Mu'minin Ali, nyingine ni wali wa Allah. Nashuhudia kwamba Fatima az-Zahra mtoto wa mtume huyo na watoto wake waliolindwa na makosa haya ni hoja za Allah. Hiyo maneno waliyosema hapa, shahada uko mwanzo hatuna shida nayo. Ilikuwa wameongeza wasfu, hatuna shida na zile sifa. Lakini walipokuja wa ashhadu anna Aba Bakar, nashuhudia Abu Bakar, wa Umar na Umar, wa Uthman na Uthman, wa Aisha wa Hafsa, nashuhudia na Aisha ummul mu'minin na Hafsa ummul mu'minin finnar, nashuhudia wako motoni. Halafu mwisho akasema abra'u ila Allahi wa ila rasulillah, mimi natangaza kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake kwamba mimi simo na watu gani, simo kwa watu hawa wanaowataka Abu Bakar na Umar na Uthman na Hafsa na Aisha. Natangaza sihusiki nao, si wenzangu, najitenga nao, nyinyi hao na mimi, wapenzi wa watu hawa. Abra'u ila Allah wa ila rasulillah, mimi najitenga na nitangazia Allah baraa, siko na hawa, ni wenzio. Mwisho anasema wa ila, natangaza baraa hiyo wasairi a'dai ahli baiti rasulillah, kusema natangaza baraa kwa wote maadui wa ahli baiti. Yani sisi kwa kuwapenda wale watu tuliotaja Abu Bakar na Uthman na Umar, sisi ni maadui wa ahli baiti, kwa hiyo anatangaza hayuko na sisi. Maneno hayo kama ungejua vizuri ni kwamba Mashia siku moja kama wangekuwa kweli wao ndio viongozi, sisi wangetuondoa. Na hilo linathibitishwa kwao, hakuna ahli sunna hata mmoja, amna, na akiweko ni kwa siri. Hawana nafasi hata kufanya Ijumaa, hakuna msikiti wao wa Ijumaa. Watu hata wanaokuwa katika balozi zile wanaswali Ijumaa kwenye balozi zao, lakini mahekalu ya Kiyahudi yapo. Hiyo ndio hali iliyopo. Kwa nini nimezisoma aya hizi? Ili utambue tu pindi anapokujia na kilemba na kanzu ni Muislamu kweli mwenzio, au mwenyewe ana maslahi yake tu. Kama ni maslahi yake kuishi kwa maslahi na amani, ndio tunavyotaka, hakuna shida. Kwani tunaishi sisi na Wakristo kwa amani? Ndivyo sivyo? Hata mapagani tunaishi kwa amani na kwa maslahi, lakini kwa sura yeye unamjua huyu dini yake na mimi na dini yangu. Huyu hana dini kabisa, mwenyewe anasema hatuna shida naye sisi. Asikudanganye kwamba Muislamu mwenzio wasifu wake kwenye Uislamu ndio huu, hauonekani. Mtu anemtukana sahaba moja kwa moja anapingana na hizi aya. Imekaa vizuri? Nikakuwekea aya moja ya mwisho, nikakwambia muda kama upo tutasoma na aya moja ya surati An-Nisa. Aya ngapi? 115. Hii aya hii ni experience ya maswali ninayoulizwa. Huwa nikishafikisha muhadhara huu, katika maswali kuna swali moja huwa ninaulizwa. Mtu anasema, kwa mfano mimi nimeshawajua wako hivi, lakini wakawa wananipa misaada na mimi ninaitaka, nikawafuata kwenye misaada yao,
lakini sina nia hiyo, lakini nikawa nao karibu, wakiniita kwa shughuli zao na kwenda, na shughuli fulani mimi nafanya, lakini siko hivyo, na halafu siku moja naachana nao. Huwa mtu ananiuliza swali, nimeshaulizwa mara kadhaa, kwa hiyo nalijibu kabisa hapa, kama likitakiwa kuulizwa najibu kabisa, sawa, kwa ile experience nilionayo. Allah anasema hivi kwenye aya hiyo niliyokuambieni, wa man yushaqiqi rasula, mwenye kwenda kinyume na mtume, akamweka mtume huko, yeye akafuata ya kwake, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya muongozo umekwisha kaa wazi kwake, ameuelewa. Wayattabi ghaira sabili almu'minina, akafuata njia isiyokuwa ya waumini kwa maslahi yake tu, anamfuata yoyote yule kwa maslahi fulani, hafuati njia ya Mungu. Njia ya waumini amenyacha. Mtume ameshamuelewa anachosema, Allah amemuelewa. Wa man yushaqiqi rasul, mwenye kwenda kinyume na mtume, akampiga pande mtume, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya muongozo umekwisha kuwa wazi kwake. Wayattabi ghaira sabili almu'minin, akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Allah anasemaje? Nuwallihi ma tawalla, tunamwacha elekee huko alikoelekea. Kama lugha nyingine, tunamgeuzia huko alikoamua kwenda. Wa nuslihi jahannam, na tutakuja kumuingiza jahannam. Wasaat masira, na ni sehemu mbaya sana ya mtu kuwa ndio mwisho wake. Na aya nyingine katika surat al-Anfal kama sikosei inasema maneno haya, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Namalizia hapo, istajibu lillahi walirrasul, muitikieni Allah na mtume wake, idha da'akum lima yuhyikum, pindi anapokuiteni kwenye jambo ambalo linakupeni wahi, linakupeni uhai. Yani jambo analokuitieni Allah na mtume ndiko kwenye uhai huko, muitikieni, msiache kuitikia huko. Wa'lamu, na mjue kwamba msipoitikia, mjue anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbihi, Allah huingia kati ya mtu na moyo wake, mpaka ikawa khairi haipati tena, kwa sababu ya kwamba ulijua ukakimbia. Wa annahu ilayhi tuhsharun, na kwake yeye Allah mtakusanywa mwende mkaulizwe. Hukujua? Nilijua. Mbona ulikimbia? Unajua nilikuwa kuna maslahi fulani. Sasa kwa maslahi pale, imekwisha.